Malezi ndio msingi wa tabia za binadamu. Wanaopata malezi mema mwanzoni, utotoni, mara nyingi huwa ni raia wema katika nchi, kwa sababu malezi ninayozungumzia ni malezi ya kidini yenye kuingiza hofu ya Mungu. Maana leo tukiulizana hapa, kwa nini watu wanafanya makosa, iwe wizi, ujambazi, rushwa, madawa ya kulevya, utakuta ni kwamba hakuna hofu ya Mungu, na hakuna kitu kinachomzuia mtu kufanya uhalifu zaidi ya hofu ya Mungu. Kwamba mtu anaweza asifanye uhalifu kwa sababu kuna polisi ana wasiwasi atamuona, lakini kama hayupo, kinachomzuia ni hofu ya Mungu. Kwa hivyo tukumbushane malezi mema ya watoto wetu, tuwape elimu ya dini, tuhakikishe kwamba wanamwogopa Mungu. Hao watakuwa raia wema, kwa sababu wanajua hapa nikichukua hichi, yuko katika kazi za serikali mathalan, akichukua kitu pale ambapo haonekani na mtu na hana wa kumwogopa atachukua. Lakini malezi ndio yanampa hofu ya Mungu, kwamba ninaonekana na Mwenyezi Mungu. Kesho kuna maadhimisho ya siku ya mapambano ya dawa za kulevya, lakini dawa za kulevya, wale wanaoadhimisha hiyo siku ni vyombo vinavyopambana na watu ambao tayari washaingia katika janga. Tutakwenda kusikiliza hotuba, tutakwenda kusikiliza matukio yaliyotokea, tutaambiwa takwimu za wanaotumia hizo dawa ngapi zinaingia katika nchi na kadhalika. Lakini hatujatibu bado. Ile tiba nzuri ni kinga. Tukishafika kwenye matumizi, hali inakuwa ngumu sana. Vijana wetu wanaharibikiwa, maisha yao yanaharibika yote kabisa. Yaani huyu mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya kazi hawezi kufanya, na matukio mengi ya wizi yanatokana na vijana hao, kwa sababu akihitaji ile dawa atachukua chochote akauze ili akapate ile dawa. Kwa hivyo ndugu zangu, naendelea kusema tukinge haya kwa malezi mema, tuyakinge haya kwa kuingiza hofu ya Mungu katika vijana wetu, tuyakinge haya kwa kuhakikisha kwamba mapambano haya si ya vyombo vya ulinzi na usalama peke yao, ni mapambano ambayo lazima yaanze katika malezi katika familia. Kwa bahati mbaya sana, takwimu si nzuri. Uingiaji wa madawa unaongezeka badala ya kupungua, matumizi ya madawa haya yanaongezeka badala ya kupungua. Hali ya vijana wetu wengi wanazidi kuathirika. Tuna wajibu kama jamii, tuna wajibu kama Waislamu, tuna wajibu kama serikali, kwa pamoja kushirikiana ili kupambana na mambo haya. Mtume akawafunga, naye ikawa kila mwezi 10 yaumu Ashura Mtume anafunga, na akaamrisha watu wake wafunge. Mwisho wa maisha yake katika mwaka wa 10 Hijiria, Mtume alifariki mwaka wa 10. Mtume aliwaambia watu wake, akawaambia, la in baqitu ila qabil au la in ishtu ila qabil la asumanna tasi, kama nitabaki kuwa hai mpaka mwakani, basi nitafunga siku ya 9 vile vile 9 na 10, kwa sababu Mtume alisema katika hadithi, sumu yauma Ashura, fungeni siku ya yaumu Ashura, yani mwezi 10.